Pwani Habari ni channel yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kaa nasi. Leo ni siku ya wanawake duniani ambapo tunaadhimisha sisi chama cha wananchi CUF kila mwaka tarehe 8 mwezi wa 3 na kidunia ndio tarehe hiyo hiyo. Siku ya leo tumeadhimisha maadhimisho hapa Pemba, lakini tumefanya activities zifuatazo. Tumeweza kutembelea wazee wa kwetu ambao ni waasisi wa chama chetu, takriban wazee zaidi ya 6. Tumewatembelea kwa maana wao ndio waasisi. Tumepokelewa vizuri sana kwa kweli. Tumeona bashasha ya walimu wa madrasa pamoja na wanafunzi wa madrasa na wazazi. Ndio kama hivi mvua inanyesha, lakini sisi bado tunaendelea kuchanja mbuga, kutembelea zaidi ya madrasa zingine. Tumepokelewa vizuri na wazazi pamoja na waasisi kama mlivyoona wazee hapo, waasisi wa vyama vyetu. Wametupokea vizuri na dua nyingi. Tumeona dua zinaposomwa na wazee ambao ni waasisi. Lakini pia wamefikisha salamu kwa profesa wako pamoja, Profesa Ibrahim Lipumba. Wazee wa Pemba hapa wanamtakia mema na wamemwombea dua, wanatamani tena aje awatembelee wazee wa hapa Pemba, wakiwemo wagonjwa pamoja na wengine wenye mahitaji maalum. Tumetembelea wanawake zaidi ya 3 wenye mahitaji maalum. Tumewatakia heri ya sikukuu kwa sababu wao pia ni sehemu ya wanawake na wana haki ya kusherehekea sikukuu nzuri kama ya leo, sikukuu ya ukombozi wa wanawake. Sasa ni wale watoto wa kike nao ni sehemu ya wanawake pia, walikuwa wanaadhimisha na sisi siku ya wanawake duniani. Lakini tunaomba sana Tanzania hii, hususan tunaomba rais wa Tanzania hii haweze kuangalia watoto wa madrasa, kwa kuwa vitendo vingi vichafu vinafanywa kwa watoto wadogo ambao ni watoto wa madrasa, vitendo vya ukatili wa kijinsia na mambo mengine. Na vingine zaidi, hawa watoto wa madrasa ndio viongozi ambao tunaotegemea wa taifa la kesho. Na tunawaomba walimu wa madrasa wasimamie maadili kwa watoto wetu pamoja na uongozi, kwa maana ya kuandaa watoto hao wadogo waje wawe viongozi baadaye. Lakini kitu kingine, tunaomba umoja wa watoto hao wanaosoma madrasa, umoja wa wazazi wao, waweze kuunga mkono chama cha wananchi CUF, kwa kuwa sisi pia ni sehemu ya watoto hao. Lela ya Haji na kaimu katibu mtendaji wa jumuiya ya wanawake Zanzibar. Leo tulikuwa tuna maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Tulikutana, tukakusanyika na tukapeleka ujumbe wetu kwa Tanzania, na miongoni mwa shughuli yetu ya leo tulitembelea wazee waasisi ambao walikiasisi chama chetu muda mrefu. Tukatembelea baadhi ya madrasa na kuwasaidia alau futari kidogo na kuzungumza mawili machache na wazee na hizo madrasa, na kuwaomba wazee watutakie dua, wakitakie chama chetu dua kutokana na misukosuko kinachopitia muda huu, migogoro. Na hivi tuliviona kuwapitia wazee kwamba tulikuwa tuna kawaida sisi huko nyuma, tulikuwa tuna wazee tu kina Mwalimu Mangwali, kina Masudi Omar na wazee wengine ambao walikuwa kila baada ya muda wakitutakia dua, tukifanya dua. Kwa hiyo tukaona si vibaya wazee walobaki leo nao kuwapitia na kutukitakia chama chetu dua ili kuondokana na misukosuko inachopitia sasa hivi. Na tunashukuru alhamdulillah rabbil alamin, wazee wetu wote tuliwapitia walikitakia dua chama, na viongozi wetu wote wa kitaifa waliwatakia dua ili kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa serikali. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi na atuondolee mitihani inayotokea kila siku, kupigwa, kunyanyaswa watoto wadogo, kufa wanawake, kufa kwa sababu wanaumia kila siku. Kipindi cha uchaguzi ni wanawake. Hapa tulipo na huko tunapokwenda. Amin. Mwenyezi Mungu ndiye tulipoteleza, Mwenyezi Mungu atusome. Amin. Na atupe neema za hapa tulipo na huko tunapokwenda. Amin. Na wazazi wenu waliopita wote, Mwenyezi Mungu ajalie Amin. inshallah mtongokea hapa tulipo na huko tunapokwenda. Amin. Kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.